kuna watu ambao wamenyanyaswa na uongozi hapa. Kwa hiyo baada ya hili leo twende kina mama, ni kweli amenyanyaswa? Ni kweli amenyanyaswa. Mwenyekiti wa soko yuko hapa. Basi baada ya hapa tutaenda kwa huyo ambaye amenyanyaswa. Leo siku ya leo ambapo tunasherekea au tunaenzi muungano. Twende tukahakikisha kwamba hatumwachi huyo akiendelea kuteseka. Muungano ni kuwa na nchi ambayo imeshikamana, nchi yenye amani, nchi yenye utulivu, na kila mmoja ajisikie kuwa na amani na utulivu kwenye nchi yake, na apate nafasi ya kufanya shughuli zake kwa uhuru na kwa usalama. Kuna changamoto gani? Changamoto ndo kama hivyo nilivyokuelezea. Tuishi mimi na miaka 3. Ongeza sauti. Baada ya kuwa nimefanya biashara tu, mwenyekiti wa juzi aliyokuwa amechaguliwa ndo hivyo tu anafuatilia kama ni sehemu ya kuuza matunda, na matunda yenyewe unaona ndo hivyo yenyewe. Ana msimu wenyewe kwa ana kazi. Ushuru nalipa, vitu vinani vyote vya kukatia ushuru ninavyotoka nimeanza kuingia hapo. Mimi kila kitu chochote ninachangia, kila kitu hapo. Sijai kudaiwa labda sokoni hapo, labda hata kila umeme. Wakati mwingine hata umeme unaweza ukakata, mimi nikachukua tarehe yangu mfukoni, mimi nikaweka umeme mwezi mzima kwa ajili ya soko zima. Kwa ajili ya soko zima. Kwa sababu uzuri nina malisti ambao wakana naweka. Majina yako? Jina ni Dani ya soko. Ameanza kama kibarua kwa mtu, baada ya kuanza kibarua kama kwa mtu akapata mtaji wake kidogo, akaweka kibanda chake, akaweka biashara zake. Mungu amemsaidia, at least kidogo ameinuka, lakini sasa kuna baadhi ya viongozi wachache hapa sokoni ni kama vile wanataka Kiongozi wa soko yuko hapa. Yuko mwenyekiti hapa. Mwenyekiti wa soko yuko hapa. Na ameahidi kwamba atahakikisha kwamba ameondoka hapa sokoni. Mwenyekiti wa soko yuko wapi? Hayuko maeneo haya. Lakini mwenyekiti yuko sokoni. Yuko sokoni. Aitwe, niitie mwenyekiti wa soko. Eleza. Na ameahidi kwamba atahakikisha ameondoka. Niitie mwenyekiti wa soko. Kwa hiyo mheshimiwa, ninachokiomba ya kusaidiwa, ngoja nimpigie. Ujio wetu lazima umponye hata kama ni mmoja tu, afu ndio tuendelee. Mheshimiwa DC, tulipata mwongozo kutoka halmashauri kwamba soko litakiwa pango soko, na kidogo ilileta shida, lakini na mheshimiwa mbunge Gertrude alifika hapa, tukafanya naye kikao kwa mtendaji, lakini pia tukafanya kikao cha wanasoko wote, tukakubaliana kwamba upande huu wa mbele uwe wauza matunda ya rejareja, upande ule wa nyuma kule ulikotoka matunda ya jumla, na mabanda haya vitu mchanganyiko, na kwenye vizimba vitu mchanganyiko. Tukakubaliana na huyu bwana wakati anapata nafasi hapa, mimi ndo nilikuwa hapa, nikawa nimetolewa na uongozi ule uliopita ambao sasa hivi mwenyekiti ni marehemu, kwamba nilikuwa na vitu mchanganyiko. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na wenzangu. Bahati nzuri Fue alikuwepo kipindi hicho, akanipatia nafasi kule nyuma, nikaendelea na biashara. Lakini mpango huu ulikuwepo kwamba upande huu ni wauza matunda ya rejareja, na huyu aliwekwa hapa kama muuza matunda kipindi hicho kabla hajatanua biashara kuwa kubwa kiasi hicho. Na halmashauri walivyokuja kufuatilia, na hawa wauza matunda hawa waliandika barua kwa uongozi uliopita kwamba kama tulivyoletewa mpango soko, kuna wenzetu ambao wanauza biashara ya mchanganyiko, ambao kuna huyu bwana Dani na mama mmoja alikuwa anaitwa Mama Mage, lakini Mama Mage uongozi wa halmashauri ulivyokuja ukaongea naye akawa ameondoa. Uongozi wa halmashauri waliongea na huyu bwana wakampa barua ya kuondoa hivyo vitu, naona hakutekeleza. Juzi walileta barua kwenye uongozi wa kumwambia kwamba aondoe vitu mchanganyiko ambavyo havitakiwi eneo hili kwa muda masaa 24, na yeye pia alipewa barua. Juzi yake sasa ndo wakaja wakaona hivyo vitu baada hajaondoa, wakafanya kazi yao, lakini haikuwezekana kwa sababu yeye mwenyewe alizuia, na kuna kaka ambao yuko upande wa nyuma kule ana frame kule anauza samaki, naye pia alikuja akazuia. Lakini hata hao wamama waliokuwa wanalalamika kwamba aondoe hizi biashara wakati wa nyuma awe na matunda, lakini pia nao walishauti sana kwamba aendelee kubaki. Ndio hicho ninachokifahamu nikiwa kama katibu wa soko. Mimi ni upendi ubabaishaji niwaambie. Naona
Mkimwambia aje, maana yake nini? Nyinyi mmemkuta hapa anauza bidhaa ambayo hairuhusiwi. Eneo mnalo, yuko hapa kwa miaka 3. Eneo mnalo. Si kiasi cha kumwambia bwana hapa tunaomba uondoke, njoo uweke kwa hapa. Mmewahi kumpa eneo? Mmempa eneo? Anataka waondoke. Yaani kwa swala hili la kibanda, issue ni kwamba Ongeze sauti. ni utaratibu wa soko ambao umepangwa sawa, pamoja na halmashauri. Sisi tukipanga utaratibu hapa ni pamoja na viongozi wa halmashauri ya biashara. Sasa upande huo huku ni upande wa matunda. Huyu bwana aliomba eneo la matunda mwanzoni. Aliomba eneo la matunda, walikuwa watu wengine ambao wanauza bidhaa vya mchanganyiko hapa wakatolewa, ambayo moja wapo ni katibu hapa na bwana mdogo pale anachinja sasa hivi. Wale wakachukuliwa wakaenda pale, sema huyu matunda yote. Basi huyu akaja kuomba eneo la matunda, akapewa kama eneo la matunda. Sawa? Amegeuza. Badala ya eneo la matunda sasa ndio kinachoonekana sasa hivi, na kesi yake imeanza kabla hata mimi sijaingia kwenye uongozi wa nyuma. Walishapelekana mpaka halmashauri, alishaitwa mara kadhaa, aliitwa barua mara 2 ya kuenda. Mimi wakati ningia uongozi mwezi wa 3, alifuatwa hapa, akaambiwa sisi hatujaje kuchukua sisi kwa sababu ya labda umekiuka utaratibu. Sisi tumekuita, kwa nini haujakuja kutusikiliza sisi? Basi wakaenda huko juu. Hii kesi imeenda huko juu, wamezungumza, yeye baadaye akaenda kwa mkurugenzi mwenyewe. Hiyo siku ameenda kwa mkurugenzi, akarudi hapa akafunika kibanda. Sijajua alichoambiwa. Maana sasa ikawa ni yeye na uongozi wa halmashauri ya biashara na mkurugenzi huko juu. Sasa mimi sikiliza, mambo ya hata hazina. Sasa hapa ninachokitaka, kama mna eneo ambalo ni sawa kama hili, mkampe. Sasa unisikilize kwanza. Nataka mumpe eneo ambalo ni potential kama hivi hapa lilivyo hili, ambalo linatosha vitu vyake, ndipo mumhamishe aende akafanyie kazi hapa. Bila hivyo mwacheni hapa. Wanawake wote wanaofanya naye biashara kama kuna eneo uwezi kuja kumtolea. Kwanza mmemwagia mchele wake, mmemwaga vitu hapa. Sasa kama nyinyi ni viongozi, msitake huyu ukimtoa hapa mkienda kumtia mkutani kwa lile kwa jambazi. Sawa? Sasa ninachotaka mtafutieni eneo, kama mna eneo ambalo linaweza kufiti vitu vyake, ambapo anaweza kauza vizuri kama anavyouza hapa, mpatieni. Vinginevyo muacheni hapa afanye biashara. Baba,